Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitasimama kwa ajili ya kuelezea chama cha wavumbuzi au adventure. Chama hiki cha wavumbuzi au adventure ni huduma itolewayo na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa watoto wa umri wa miaka 4 mpaka 9. Na sisi jamani tusimame, watoto wa miaka 4 mpaka 9 adventure nalala. Haya. Na sisi ndo kama hao jamani, ni watoto wa miaka 4 mpaka 9. Haya, tukae. Na sisi pia ni kama kaka zetu na dada zetu wavumbuzi, na sisi tuna madarasa yetu, na ukiachana na madarasa yetu, lakini na sisi pia tuna sare zetu ambazo tunawakilisha kwa upande wetu wa chama cha wavumbuzi. Darasa la kwanza ambalo sisi tunalo kwa wavumbuzi ambao ni miaka 4. Miaka 4 mpo hapa? Yuko mmoja? Aha. Sawa, tunaye pale wa darasa la miaka 4 ambaye darasa lake linaitwa kondoo mdogo. Kondoo mdogo anasema ni kujifunza jinsi ya kuwa wafuasi waaminifu wa Yesu aliye mchungaji wetu. Hapo si jamani, si ni uinjilisti tosha? Kama mtoto wa miaka 4 kama yule anajifunza kuwa mfuasi wa Yesu kwa darasa lake la miaka 4 na kondoo mdogo. Kwa hiyo tayari katika kanisa, kumbe kanisa limeandaa mikakati ya kumtengeneza mtoto wa miaka 4 kama ambavyo Elia coordinator wetu wa kanda alituelekeza mida ya mchana kwamba watoto wanaandaliwa wakiwa wadogo kuwa wainjilisti. Sasa fikiria mtoto wa miaka 4 anaanza kuwa mwinjilisti kwa kuwa waaminifu wa Yesu aliye mchungaji wetu. Lakini darasa la pili ni kinda la ndege. Kinda la ndege miaka 5. Tusimame. Miaka 5. Yuko mmoja? Sawa, miaka 5. Huyu yeye anajifunza namna ya kuweka saa ya asubuhi katika maombi. Yaani kwa maana ya kwamba akiamka asubuhi aweze kukabidhi shughuli zake katika mikono ya Kristo. Aweze kukabidhi shughuli zote ambazo ataziendesha kwa siku hiyo katika mikono ya Kristo, kwa maana ya kwamba akumbuke kesha la asubuhi, awe ni mtu ambaye atasoma kesha la asubuhi. Na maana yake yani yeye kwa miaka yake 5 anajifunza hivyo kwamba asome kesha la asubuhi na maombi ya asubuhi kwa ajili ya kujikabidhi katika mikono ya Kristo. Sinao ni uinjilisti jamani? Washiriki wa kanisa la Mtakuja si ni uinjilisti? Kwa sababu kujifunza kuwa na ibada ya asubuhi sio kidogo, kwa sababu kuna wengi hapa katika majumba yetu hatufanyi ibada hizo. Kwa hiyo kwa mtoto wa miaka 5 yeye anajifunza. Lakini wa miaka 6 huyu anaitwa nyuki wa shughuli. Miaka 6 tupo hapa. Tunaye. Huyu yeye ambaye ni nyuki wa shughuli, yeye anajifunza jinsi ya kufanya kazi kwa ajili ya Yesu katika shule zetu, nyumbani na chama cha wavumbuzi. Kwa maana ya kwamba yeye anajifunza namna ya kufanya kazi za nani? Kazi za nani jamani? Kazi ya Yesu ambayo inasema inapatikana katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Tulisomaje asubuhi? Enendeni ulimwengu mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo huyu nyuki wa shughuli yeye ndio anajifunza namna ya kuifanya kazi ya Yesu au uinjilisti kwa namna nyingine tunaweza tukasema. Lakini kuna huyu wa miaka 7 anaitwa mwali wa jua. Mwali wa jua yeye anajifunza kuwa na adabu na kuangaza kwa Yesu kila siku. Kwa hiyo yeye huyu mwali wa jua anajifunza namna ya utiifu. Na tukiangalia katika sheria zao hapa kwa mfano tukianza na ya kwanza inasema kuwa mtii. Kwa hiyo watoto wa adventure wote wao wanajifunza sheria hizo, na sio tu kujifunza kuishia kuzikariri kwa nazo mdomoni. Hapana, wanajifunza na kwenda kuziishi. Kwa hivyo unavomleta mtoto katika chama hiki cha wavumbuzi, maana yake ujue kabisa kwamba atakavyojifunza ni vitu kama hivi hapo. Kwa mfano kuwa mtii, lakini pia kuwa safi. Kwa mfano kwenye mafunzo yao kuna tuzo moja inaitwa tuzo ya adabu. Kwa hiyo
mvumbuzi atakapoingia katika chama hiki cha wavumbuzi atajifunza namna gani ya kuwa na adabu katika mavazi, katika mezani pale wakati wa kula, lakini pia katika kuongea. Mvumbuzi hayo yote atajifunza anapokuwa darasani. Na kwa mfano katika adabu unakuta ile mtu anakula yani mezani pale yani haiwi nzuri. Kwa hiyo ukimleta katika chama hiki cha wavumbuzi, mtoto anajifunza namna gani akiwa mezani ale vipi, nani atangulie kunawa, yupi atoe vyombo mezani na yupi asafishe meza. Haya yote wanajifunza wakiwa chama cha wavumbuzi. Lakini huyu wa miaka 8 yeye anaitwa mjenzi. Kuna wa miaka 8 hapo? Tusimame. Miaka 8 kumbe tupo wa kutosha kabisa. Sawa. Huyu yeye anaitwa mjenzi. Huyu mjenzi usiokafikiri anashika mwiko kujenga nyumba au kufanyaje kusogeza tofali, hapana. Yeye anasema ni kujenga tabia ya Kristo na miili yenye nguvu kwa Yesu. Amina jamani. Tukiangalia karibia vyote ambavyo wanajifunza katika madarasa yao vinahusiana na Yesu kabisa. Kwa mjenzi yeye anajenga tabia ya Yesu katika maisha yake na kujenga mwili na kuweka mwili kuwa sawa. Kwa hivyo usisite katika kumleta mtoto wako katika chama hiki cha wavumbuzi. Lakini huyu wa 6, darasa la 6 la miaka 9. Wa miaka 9 tupo adventure ni miaka 9. Sawa. Lakini kwa sababu hapa hawapo, lakini naamini pia watakuja na tutakuwa nao. Lakini darasa hili la miaka 9 linaitwa mkono wa msaada. Kwenye hili darasa la miaka 9 sisi tunajifunza namna ya kutoa msaada katika kumtumikia Yesu hata nikiwa nyumbani. Kwa namna sisi darasa la mkono wa msaada tunajifunza namna ya kutoa msaada hata tukiwa nyumbani. Lakini pia tukirejea kwenye hizi sheria zetu, kuna hii ya kuwafikiria wengine. Hii pia hizi sheria huwa zote zinahusisha wavumbuzi wote, madarasa yote. Lakini sasa sisi wa miaka 9 huwa tunashughulika zaidi hapo kwenye kuwafikiria wengine, kwa maana ya kwamba kutoa msaada. Kutoa msaada kumeganyika kwa aina nyingi. Kuna kutoa msaada kwa aina mbalimbali. Hata pia kwa ajili ya kutoa msaada, unaweza kumsaidia mtu ambaye amepatwa na chochote ambacho kwako wewe ni msaada, lakini inawezekana yeye kama yeye ameshindwa kukiwezesha. Kwa hivyo tusisite kabisa kuwaleta watoto wao katika madarasa haya ya wavumbuzi. Tusisite katika kuwaleta katika vyama hivi vya watafuta njia, lakini pia na vijana wakubwa. Mafunzo na mafundisho yote ambayo wanayapata, aidha kama haitaisaidia jamii, basi tu yeye mwenyewe. Kwa mfano tuzo ya adabu, kuna sehemu ya mavazi. Unakuta mtoto kabisa ambaye ni Mwadventista kabisa, yani unakuta mama yake au baba yake anamnunulia kweli mtoto anavaa jeans ina picha za wasanii wa kidunia. Hii kwa kweli haipendezi. Au nyewe wenzangu mnaiona? Haikai sawa. Yaani kuna namna haileti vizuri, lakini sisi kwenye tuzo ya adabu tunajifunza namna gani tuvae vizuri na namna gani tupendeze na tuongee vipi. Unakuta wapo watoto kabisa wadogo kama hao. Ukisikiliza maneno yao yani mtaani huko, yani ni maneno ambayo yani unawaza kumbe hivi aliyetamka ni mtoto au kuna namna amekonyezwa na mzazi atamke hivi. Kwa hiyo walete watoto katika chama hiki cha wavumbuzi, usisite, watakuwa katika mikono salama na watakayojifunza itakuwa ni ujenzi wa tabia nzuri kwake, kwa jamii, lakini na wazazi wake pia. Kwa mfano, watoto wadogo huaga wana tabia hii. Kuna wale ambao yani unakuta anaweza mzazi labda chakula kimeshaandaliwa kiko mezani. Yeye alikuja kanisani akajifunza tuzo ya maombi. Amefundishwa kwamba unapokuwa mezani, vitu vya muhimu unapokuwa mezani, yeye anaweza kuvitaja endapo kama umejifunza hiyo tuzo ya maombi au tuzo ya adabu njema. Kwa hiyo utakuta mzazi ulijisahau sijui, au labda wakati huo ukiwa mdogo wewe labda hukulielewa, mnaanza pale kula. Yeye ndo anakukumbusha, mama au baba, sisi bwana kanisani mwalimu anatuambia
tuombe kabla ya kula. Kwa hiyo tayari pale mtoto yani tayari anakuwa ana kitu ambacho amejifunza, kwa hivyo pia anakuelekeza hata mzazi. Na wewe mzazi unaponea humo, wakati mwingine hautaweza kufanya nini? Kukimbilia kula kabla ya kuomba. Bwana awabariki sana.